Dada mambo vipi? Safi. Fresh. Poa. Nini tena? Kaka gari langu limeharibika, yani hata sielewi. Imekuzingua nini? Imezingua mezima tu ghafla. Sasa sio, ngoja nikufungue na nini? Haina noma. Si unasikia bwana, hivi vitu sisi shika hivi nikuoneshe. Hivi vitu sisi hivi bwana tumezaliwa navyo. Nisaidie. Babangu alikuwa na mandinga kibao tu kama design hii. Mimi nilikuwa sielewi, nilikuwa nashindwa jinsi ya kufanya, afu nimeshachelewa yani. Ngoja nikuoneshe. Unafungua hapo? Iko hapo kwenye gari hapo. Ngoja. Mimi sielewi. Ukiwasha? Inazima. Ukiwasha inazima. Nishajua hiyo. Hapa si hapo tu. Niangalizie kakaangu. Niko ipeleke umeme hii. Nilikuwa hapo itakuwa sawa. Subiri. Ngoja nikuoneshe. Asante. Wow. Umeona? Sasa ngoja kidogo. Unasikia kinanda hichi? Kabisa unajua gari yako inaonekana mbovu sana hii. Ni muda kidogo lakini. Ni muda kidogo. Lakini usikonde. Ni asante sana kakaangu. Unasikia? Nasikia. Yaani check it. Umesikia vinanda nilivyokuwa navichezea hapo. Yaani nashukuru sana kakaangu. Sijui hata ningefanyaje. Yaani kwa maana nilikuwa nimeshachelewa, unajua nakoenda, afu nilikuwa najifikiria. Yaani barabara kama hii hamna mtu anayepita. Yaani nilivyokuona wewe nikasema Mungu kanishushia huyu mtu anisaidie. Unajua nikwambie kitu. Sisi bana tumezaliwa kwenye magari. Migari ya maana, yaani nakwambia afagari unatembelea kizamani. Nashukuru, asante kakaangu. Bila basi mimi niende, asante. Sema ujue nini? Mimi bana home ni hapo mbele. Kumbe mnaishi tu hapo? Mbele tu hapo. Hapo nilikuwa kuna mzungu wangu naenda kumcheki pale. Ni yule mzungu ni Nigeria akiwa na mchanganyiko na Ujerumani. Yuko pale mbele pale. Ndio watoka maskani akasema tupige zangu vitu vyangu mdogo unakwenda paka pale. Umeona bana? Sasa sisi upande wa mandinga sasa. Gari kama sasa bwana hii gari bora zamani. Gari gani kwanza hii? Yaani gari za kizamani hizi. Wewe kwambie mwanangu. Yaani sasa umeanza kuweka. Yaani iko hivi. Mimi nimekusaidia afu nimekuelewa pia. Kiaje tena? Kivipi? Kumbuka nimekusaidia au si bwana? Nakumbuka kakaangu, ndio maana nimekushukuru. Nataka mimi na wewe. Sijaelewa sasa hivyo kimaanisha hivyo kakaangu, mimi nitaelewa. Wewe wangu yani. Msaada uzae mahusiano. Namba. Mwingine tutachonga tu baadaye. Namba simu. Haina shida, basi nipatie simu yako ili niweze kukuandikia namba zangu. Simu yangu? Nikuandikie namba. Nilikuwa na simu. Si umetaka namba kaka? Nipe namba na mimi nikuandikie kwenye simu yako. Simu Simu hiyo. Niko nayo. Vipi? Mbona itoi? Sasa smartphone yangu imeishiwa chaji. Imeishiwa moto. Unajua smartphone haya bwana, hii simu yangu kubwa, yani kubwa sana. Nifanya hivi. Au unataka kalamu unaandikia kidogo? Basi haina shida. Ngoja nikakuchukulie huko karatasi ili nikuandikie. Nikuletee. Fresh. Umenisaidia sana kaka. Umenisaidia umeona? Bila mimi msingetoka. Dada. Ndio namba ya simu, chukua sasa. Vipi wewe? Mbona unazingua wewe? Mbona unazingua wewe? Ase. Namba simu nini? Wewe mbona unazingua na unaogesha? Acha upumbavu wewe. Unataka tulie jitulize. Hata ujinga wewe.
Chukulia poa mimi kati unafanya nini? Acha ujinga wewe. Mwanamke gani huyu? Wewe nini? Kijana cha nyocho kibovu gari gani hiyo wewe? Tumeona magari. Taratibu bwana ile barabarani. Nini? Vipi? Kuna manzi mmoja mwanangu nimemsaidia fresh kabisa. Uso bana. Mimi natoka zangu maskani au sio, unajua mimi naishi ushuani. Nakuta gari yake imeharibika hapa mwanangu. Basi mimi nikafika hapa nikagusa mwanangu, kitu kikawaka, kikakubali. Au sio bana? Kinanda. Au sio bana? Sasa Edem analazimisha anza kunipenda tena mwanangu. Wewe sio nimekuelewa. Au sio bana? Mtoto mwenyewe sharobalo, cheki mimi kasema buti. Unajua cheki raba hii. Umeona bana? Kaielewa. Au sio bana? Afu kacheki mapigo yangu nini vitu line. Au sio bana? Kavielewa. Umeona bana? Afu analazimisha sasa mimi yani analazimisha mimi niwe mtu wake. Mbona mimi ndo nikawaka sasa niko kupisha maongezi mzee. Unaweza ukanipa muda wako kama dakika 2-3 tuzungumzie hapo mimi naye. Pembeni hapo babani hapo sasa pembeni tuzungumzie kishikaji. Kama na madili makubwa mwanangu, kuna dili moja hivi. Wewe mtoto akishua mzee, kwa dakika 2 sio mbaya. Fresh mwanangu. Bwana hapa na mimi sasa hivi takuwa shwari, sasa tupige simu zetu. Haina na mzee baba fresh. Na mtoto akishua mwenyewe. Mwenyewe niko hapa uso baba. Umeloana mzee wangu. Nimetoka swimming mara moja pale kati, nimetoka swimming niko goga maskani pale. Tembea kidogo nini, si unajua mitani tu, ni mitaa yetu ya kujidai. Okay, sawa. Bwana upo katika on target ya Startolwoods hapa sasa hivi mzee wangu. How do you feel? Good nigga. You good? Yes, I'm good nigga. Kabisa. Pressure inapanda na kushuka. Niko poa mwanangu, hapa sina hela ninao mfukoni. Sawa. Tuanze na kaki janja. Ukisikia kaki janja kwanza unaelewa nini? Mimi nikisikia kaki janja au so bana, yani kaki janja lazima ukae na mkwanja mfukoni au so bana. Alafu unapokaa kijanja lazima ujue kujieleza vizuri kwenye jamii, hapo vile vile lazima una mtoto mkali, afu bata leo tunaeleweka. Hiyo ndio kaki kijanja au so bana, alafu na kitabu kinakuepo kichwani kidogo. Okay. Haina noma mzee wangu. Katika maelezo tu kaki janja umetumia sekunde 120. Sekunde 120 ni sawa na dakika ngapi? Tumeanza kaki janja. Dakika 2 mzee baba. Are you sure? Yaani sure kabisa hiyo. Sekunde? Yaani sekunde 120 sasa na dakika 2 tu. Mimi nimesoma kidogo na sawa. Katika maelezo yako hayo inaonyesha ni mtu wa aina gani, yani ile IQ yako imekuwa ni kubwa zaidi. IQ ni nini? IQ ni uwezo wa kupambanua mambo na ufahamu. Yaani uwezo wa kupambanua mambo, kuelewa mambo pamoja na ufahamu wako, design ndio inaitwa IQ. Au sio? Inaonekana CV yako ni kubwa zaidi. Yes. Kwa sababu tayari kwa maelezo yako mawili matatu hapo IQ mara sio nini. Hivi kijana kitokea sasa hivi akwambia neno CV. Yes. Ni nini? Yani kirefu chake ni nini? Na maana gani? Yani CV ni mlongo wa mambo ambao tayari umeshayapitia, si ndio? Ndio CV. Mlongo mzima mambo ambao tayari umeshayapitia inaitwa CV. Kwa maana kwamba inawezekana ushawahi kufanya kazi kwenye kiwanda, au inawezekana ushawahi kufanya kazi au sabana kwenye kampuni fulani, ama ulishawahi kupitia vitu fulani mtaani au sabana ulishawahi kufanya matukio fulani au sabana. Hiyo ndio mlolongo mzima wa vile vitu ulivyofanya vinaitwa CV. Mlolongo mzima. Vitu ulivyofanya. Yes. Kwa hiyo CV yako ikoje mpaka sasa hivi? Mimi CV yangu iko vizuri sana, kwa sababu CV yangu kidogo ni kama nimeshakamata hela sana. Hapo nishakuwa na kwanza na heshima sana kitaa. Umeona bana? Alafu najitambua. Alafu nishafanya kazi kwa makampuni kibao tu sana. Alafu nishakaa nchi mbalimbali. Yaani ni bonge la CV. Sawa, nipe kirefu cha CV. CV kirefu chake mwanangu, labda tungejaribu kukiangalia kwamba inaitwa Never Give Up. Ndio? Never Give Up. Ndio CV hiyo. Au umesoma hapa mzee wangu hapa Never Give Up nini? Maana hiyo mwanangu sisi unajua nini? Okay. Wengine sio vya kuulizana sana mpaka mtu muumbue. Mtu mai tokea unauliza maswali, tutoka swali ingia swali hili. Tunapiga swali mzee wangu. Mzee baba, kuna maswali mengine lazima ni feri tu. Tumalize na kaki janja mzee. Ushawahi kutengeneza kitu ambacho kinaitwa proposal? Sana. Ni kitu gani hicho? Proposal ni mpangilio wa vitu ambavyo utakavyofanya ambavyo vinakwenda sawa sawa na budget au sio bwana, vinakwenda sawa sawa na matukio na muda. Kwa maana proposal. Haina noma bana. Kiasi fulani sio mbaya. Tutapata majibu baadaye kwa Mr. Somba na nini. Tutatupa majibu pale. Good. Tuanze kwenye upande wa filamu. Upande wa filamu ikoje? Rasmi watu wanaanza kumuona Brother K ile, walianza kumuona lini na ilikuwaje? Brother K bana,
nikaanza kuonekana kabisa machoni kwa watu muda kidogo kabla sijaonekana sasa ile kitanzania nzima, ila kwa mkoa ambao nilikuwa naishi kiasi fulani walikuwa wananielewa. Nikaanza kuonekana kuanzia hiyo 2003 au sio bana, na nyuka kidogo mpaka pale 2010. Bado mimi katika jamii ya mkoa wangu nilikuwa naishi walikuwa wananitambua vizuri sana na walikuwa wananielewa kulingana na shughuli zangu. Mimi kwa mchezo mpira mzuri sana, napiga boli vibaya sana, au sio bana, niko vizuri sana kwenye mpira na vile kwenye swala la kuimba. Umeona bana, kwa naimba vizuri sana na nimefanya kazi na wasanii wengine mbalimbali ambao ni wakubwa kwa Tanzania hii. Lakini baadaye mimi ndio nikatoka kwenye upande wa sanaa ya uigizaji au tuseme nikawa comedian, ndio? Umeona bana, baada ya kutoka kwenye soka nikaja kwenye muziki, lakini baada pia kutoka kwenye muziki ndio nikaja kwenye masuala ya uigizaji sasa, kwenye kipengele cha uchekeshaji au comedian. Umeona bana, nikaanza kufanya hiyo comedian mwaka 2011 haswa, ndio Tanzania ikaanza kunijua, Tanzania nzima sasa ikaanza kunijua, na nashukuru Mungu mpaka sasa hivi tuseme Afrika, si ndio, na nchi zingine za Ulaya wananitambua mimi ni nani katika sanaa yangu hii ya uchekeshaji. Sawa. Tumeona kwa sasa hivi moja kati ya vitu ambavyo vinalipa zaidi ama vimetengeneza maisha mazuri zaidi kwa vijana ni muziki pamoja na soka. Yes. Ambavyo wewe ulitoka kule. Yes. Umeenda kwenye habari za comedy. Comedy sidhani kama inalipa kama ilivyo soka ama ilivyo muziki. Nini kilikutoa kule? Sababu gani ilikutoa kule? Kwanza kwenye masuala ya soka mimi bana nilipata tatizo, si ndio, niliugua. Si ndio? Hasa niliugua enkazi. Kwa nikashindwa kuendelea na soka, ndio nikachana nao. Lakini kwenye muziki pia nilikata tamaa tu. Nikaona wenzangu wote wametoka, mimi bado sijatoka na nini, harakati nyingi lakini bado sioni mafanikio. Kwa hiyo nilikata tamaa. Ambacho ndio kitu ambacho na washauri wasanii wenzangu wasipende au wasifanye kama nilivyofanya mimi, nilikata tamaa. Si ndio? Nilipokata tamaa, lakini pia nilipokuja kwenye masuala ya uigizaji pia na kwenyewe nikakata tamaa. Lakini baada ya kote nimekata tamaa, yani nimeshindwa kabisa, kuna mtu mmoja jitokeza akaja yani akanisaidia kurudisha ile hali ambayo nilikuwa nayo mwanzo, na ndio nikatoboa. Lakini katika masuala ya mafanikio kwamba kwenye soka pamoja na muziki unaona utafanikiwa sana, mimi naona kwamba wale ndio wamefanikiwa, lakini sio kwa kiwango hicho ambacho tunachokizania, si ndio bana? Unaweza kusikia wanaigiza kama ilivyo wananchi wanasema kwamba wasanii wa muziki wengi maisha ya Instagram kule sio ya kwao, hata ya movie pia maisha ambayo mnatoa kule sio ya kwenu. Inawezekana, lakini wasanii wengi wa comedians, ndio wanaopiga comedians, wasanii wale ma comedians nchi hii wana mafanikio makubwa kuliko wasanii wengine. Kwa sababu gani? Tusizungumzie mafanikio ya mtu mmoja mmoja, tuzungumzie mafanikio ya watu wengi. Yani ile sanaa imebeba watu wangapi, si ndio? Kwenye muziki unaona kabisa kuna watu, umeona bana, kwenye muziki unaona kabisa kuna watu ambao wamefanikiwa kwa kiwango fulani kikubwa tu, lakini bado ule muziki unawaacha watu wengine wengi nyuma. Umeona bana, kuna watu wako mbele wachache, lakini watu nyuma wako wengi. Lakini sio kama kwenye sisi wachekeshaji. Sio wachekeshaji tunakwenda kama pamoja, hata kama tunazidiana sana, lakini sio kwa kiwango kikubwa mno, au sio bana? Kwa sababu mimi nikwambie kitu, tafuta mchekeshaji wote mchekeshaji wote wa Tanzania ambaye wewe unaomfahamu, ambaye anajulikana Tanzania nzima hii, wengi wamejenga, au sio bana, wana maisha yao. Alafu tunaga maskendo kujitangaza tuna nini, hakunaga hicho kitu, au sio bana? Kila mtu anafanya mambo yake makubwa sana katika nchi. Unaona kabisa, nikwambia hivi, kuna wasanii wachekeshaji ambao nawajua, sio mtafute Senga, mtafute Pembe, mtafute Kingwendu, au sio bana, mtafute Joti, Masanja, sio Mpoki, watafute wasanii wote kina Mkwere au kina nani, wale wote na mijengo yao, au sio bana, wana maisha yao. Ukilinganisha na wasanii wenzetu wengine hao, sio wengine kidogo, wenyewe tunawazidi sisi. Kwanza msanii wao kaida kuimba kupata nyumba, wasanii wa kuimba kupata nyumba. Yaani atatangaza sana. Okay.
Savannah, the beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride. I'm coming home, Savannah. We'll never leave. Let's all take a ride, Savannah. Tangaza sana. Tofauti na sisi tunapiga mamijengo, alafu hakuna kelele, tunaendelea na maisha yetu. Alafu tunangaaga sana. Umeona? Mpaka watu wanatoa mwanangu umetokelezea mwanangu. Mbona kama uwagi hivyo? Na hela inasaidia. Sawa. Umeona vitu. Moja kati ya vitu ambavyo nimekuwa nikutana navyo sana na naona pia mitandaoni kule wananchi wakicomment kuhusu nyinyi vitu ambavyo mnavifanya ni kwamba nyinyi watu ambao mnaigiza mnatumia nguvu kubwa sana kuwachekesha watu, tofauti na wasanii ambao wanafanya comedy wenzenu wa nje kule. Mfano mwingi watu wanakutolea Mr. Bean kavaa suti, zile action zake anazozifanya zinakufanya wewe ucheke na sio labda mavazi ambayo anakuwa ameyavaa. Hii ikoje kwetu sisi hapa? Tunashindwa kumuona brother K akiigiza katika suti na stili akatupa burudani tukaenjoy watazamaji wake. Ngoja nikwambie kitu kimoja, katika sanaa pia ndio maana wakasema sanaa na utamaduni wetu. Sanaa pia zina tamaduni. Unasoma sanaa pia zina sema ndio culture hii. Si ndio? Kuna culture fulani ambayo ukienda Ulaya leo, si ndio? Mr. Bean anaweza kufanya Ulaya, sawa, tunakubali. Na watu wakamkubali, si ndio? Yuko vizuri. Lakini mimi pia naweza kwenda Ulaya au sio bana, na watu wakashindwa kunielewa, lakini Mr. Bean anaweza kuja Bongo hapa hapo, si ndio? Na washindwa kumuelewa, alafu mimi nikipiga Bongo Flengwa au sio bana. Ni tamaduni zetu, ndio maana unaiona leo Bongo Flavor inaweza kwenda Ulaya isifanye vizuri sana, si ndio bana? Lakini wenyewe wana muziki wao wa R&B, si ndio bana? R&B hip hop ikafanya vizuri. Sasa kuna tamaduni zetu tukuzikumbuke hizo kitu. Sisi tuna utamaduni wetu. Na katika yani tusipende sana kuiga mifano yao. Umeona bana? Eti kwa sababu Mr. Bean anafanya hivi na mimi nifanye hivi. Mimi nikaja na mimi tofauti. Kwani mimi natumia nguvu kuchekesha? Katika hawatumii nguvu ni mimi, au sio bana? Ni pamoja na mimi. Bongo hapa. Mimi sasa nikacheka tu. Mimi naendaga sehemu nyingi na kushika mic, okay, salimia kidogo kwenye hafla mbalimbali kwa nini. Mimi hata nikienda kwenye ma concert manini, nikishika mic, waga naanzaga na kitu. Nacheka tu. Afu unasikia watu wanavofumuka kule vicheko mzima, shangwe, nimecheka tu. Sasa sikiliza. Umeona bana? Sikiliza, taratibu mzee. Atuongelee kwamba ile CEO zikaenda zikarudi zikafanya nini. Sasa hivi wananchi wanakutazama hapo. Hebu wachekeshe tuone watacheka kwa dakika moja mbili. Hapo kwa chekesha sio lazima wacheke. Unaweza kuchekesha watu wenye madeni, sio wengine wana mambo mengi, wanaweza vyama, wanaweza dini. Ndio hivyo sasa. Umeona bana? Sio lazima kuwachekesha nini. Wenyewe watatafuta muda wao kuja ni wachekeshe. Tupe kidogo tuone kwamba ukiwa kule wanakutazama sasa hivi hapo. Yaani ungesema kwamba brother K tajiri wa Kigoma niite Mobimba. Ni kiboko mjomba. Bwana mwenye kuni ndo anaokula kilichoiva. Hatari. Mwenzangu. Mashine. Kati ya vitu ambavyo naamini umeshakutana navyo kwa asilimia kubwa zaidi. Na sio mbaya pia ukiwapa majibu watu wakaendelea kuelewa zaidi. Yes. Asili ya brother K ni Kigoma, ni Songea. Ni watoe kwanza watu wasiwasi au sio bana? Kwanza kuna watu wengine au sio Mtanzania ni Muhawi, Burundi huko nini? Hizo nani nimezisikia sana. Sijui, lakini mimi ninachojua asili yangu mimi ni Songea. Rangi yako ile ni ya Kitanzania? Rangi kabisa ya Kitanzania. Tanzania sisi rangi zetu haziko hivyo bana. Zikoje mwanangu? Sio unaona kama mimi hapa tunang'ang'aa fulani hivi. Watanzania sio kama wewe mwanangu, nikwambie. Tuendelee mwanangu, tuendelee, nilikuwa nakuchemsha kitu. Tuendelee kwetu kule. Iko hivi. Kwanza ni watu wasiwasi. Watu wenyewe bana, mbona kaka Kigoma unajua kukaa sehemu sio lazima uwe kabila fulani. Mimi nimekaa Kigoma, nimeshirikiana na watu wa Kigoma na nini au sio, lakini asili ya Mzee Ngonyani au sio ni asili ya babangu mimi ambaye ni Mzee Ngonyani ni Songea kule Ruvuma au sio bana. Na mamangu pia ni Mnyamwezi Tabora pale. Lakini sema tu unajua zile harakati za maisha ya wazee wetu. Mzee wangu anafanya kazi serikalini. Kwa hiyo zile kahamishwa huku kapelekwa Iringa. Utasikia wengine wanasema wewe Iringa, wengine watakwambia kapelekwa wapi? Mwisho wa siku Kigoma. Kigoma pia ndio sisi ndio tumekulia pale, tumepata ufahamu, tumekuwa sasa watu wazima, tumekulia hivyo pale, ndio bana, kupata marafiki wengi, tumemalizia shule pale pia, umeona? Na mimi kutokana na kuwapenda na kulipenda lile kabila la Waha au kuwapenda Waha, mimi rafiki zangu pia jamaa zangu ni Waha au sio bana. Kwa pia nikaona
nikawa na kipaji pia cha kuweza kuwaigizia kidogo, afu pia ni watani wangu, si ndio? Kuwaigizia kidogo ile rafudhi yao, ndio maana ukaona naigiza rafuzi, kwa sababu huwezi kuwa Muha alafu ukaigiza Kiha, utakuwa unafanya uhalisia, sio unaigiza. Na huwezi kuwa Msukuma ukaigiza Kisukuma, ina maana unafanya uhalisia. Sasa mimi ni ile kabila ni ngeni kwangu, si ndio? Sio asili ya wazazi wangu, lakini nimeweza nikawaigiza, si ndio? Katika kuwaigiza, umeona bana, nikawa naelimisha, umeona bana, nafundisha, ninakosoa, umeona. Lakini katika kupitia lafudhi ya Kiha kitu hapo pia watani wangu napenda kuwatania na nini kidogo, basi iko hivyo yani. Okay, sawa. Nakumbuka miaka ya nyuma kule kuna msanii ambaye alikuwa anafanya hizo habari za comedy. Anaitwa Joti. Na watu ambao alikuwa anawaigiza pia, wale watu wakaja wakalalamika sana. Mwisho siku jamaa akaja akaacha. Kwa upande wako wewe hajawahi kukuletea shida labda watu wa Kigoma kule wakasema kwamba huyu jamaa vipi, kwa nini anatuigiliza sisi asigiza watu wengine au nini? Inatokea mtu bana, sisi tuko hivyo bana, wewe unakosea, mtu analalamika. Lakini unamwambia bana, mko hivyo, ndio mko hivyo. Kuna vitu vingine mimi nafanya kama maigizo, ndio tunaita ni maigizo, au sio? Tunaita sanaa, ushaona. Lakini sio kwamba mimi nawatukana Waha, sio kwamba mimi nawadhihaki Waha, ndio. Lakini mimi naigiza kulingana na Waha wanavyowafahamu. Lakini pia katika kuwaigiza, naigiza vitu ambavyo vinaijenga Tanzania, vinaujenga utamaduni wetu, pia vinaujenga ule muungano wetu, na vinajenga pia mshikamano pamoja na kukosoa na vitu vingine vingi tu, si ndio bana? Ningekuwa nafanya tofauti, hata serikali yangu isingekubali kwamba wewe unazingua jamaa, isingekubali serikali. Lakini kwa sababu unafanya vitu ambavyo vinakuwa vina msaada kuna jamii mkubwa, si ndio? Na wao sio wote, wao mimi nasifia, wao wananisifia sana mwanangu. Sana. Yaani mwanangu mimi nikifika Kigoma kama mfalme. Inawezekana pia umeoa Muha. Sijaoa Muha, mimi nimeoa Mrangi. Sasa unaona ambako unafeli. Unawezaje ukaigiza watu kule kama unakubali usiende ukachukua kule? Unajua nikwambie sasa hivi bwana, Tanzania imebadilika au dunia imebadilika sasa. Unaweza kuwa mtu yote, hata kama ningeoa ni Marekani kawa nini au sio bwana. Yaani mimi ningeoa sehemu yote fresh, si ndio? Sio kama zamani lazima uwe mtu wa kabila yake, hapana. Iko hivi, mimi nimemuoa yule kwa sababu nahisi mapenzi yangu pale yametulia, au sio bwana. Sitohangaika sana. Kwa Mrangi huyo? Kwa Mrangi nimetulia. Lakini taarifa ambazo zingine zilizopo, uliwahi kuwa na mtu wa Kichaga, aliwahi kuwa mke wako. Baadaye sio akafuatia mtu mwingine sio kutoka Tabora. Huyo naye sasa hivi ni watatu. Kwa nini umekuwa na utaratibu wa kuweza kubadilisha sana wanawake? Ama ni nini kama unasema tayari superstar mzigo wa mwiba? Hapana, sijawahi kufanya kitu cha namna hiyo. Nishakuwa na mwanamke wa kwanza ambaye nilizaa naye mtoto wangu wa kwanza anaitwa Cecilia. Yule hakuwa Mchaga. Yule alikuwa ni mtu wa Singida pia, kwa Mramba. Sema tu kuna matatizo ya kifamilia kidogo. Ikatokea basi tukaachana, lakini zewe sio tulikuwa tumeachana kivile, sema tu kama tumetenganishwa kwa lazima. Lakini sasa bahati mbaya na yeye sasa, kama ulisikia kipindi fulani basi yeye kafiwa na mke wake, tulikuwa tumeachana, lakini sasa yeye akaja akaoa na mwanaume mwingine, si ndio? Akaoa na mwanaume mwingine wakati wa ujauzito wake, wakati kwenda kujifungua, si ndio bana? Basi mauti kamkuta. Mimi napoendaga mikoani, mimi nasafiri sana mwanangu, yaani Mwanza siwezi kukaa wiki. Mwanza haiwezi kapita mkoa ukifika kule bebe kama kawa. No, yani mimi niko hivi. Safisha nyota. Ndio maana tunaamini sana mke wangu. Kwanza mimi nikifika nikifika hoteli, sitokagi mimi. Natoka na kufanya. Mimi kiingia chumbani, kishafika nimeingia chumbani nasubiri muda wa show, kwenda kupiga show kazi yote ambayo nipeleka kule. Nikimaliza ni chumbani, baada ya chumbani mimi nikutoka na kutambaa. Sina muda wa kuonana na watoto usinionane na nani, hapana. Hicho kitu akipogo. Yaani mimi ni mtu mmoja smart sana, ni hata wananishangaa mwanangu maisha yangu jinsi yalivyo. Umeona bwana, ni mtu ambaye anajiheshimu na anajielewa, sipendi masuala ni nini, yani hicho kitu kipo sasa. Sawa. Umezungumza habari za show na nikakumbuka pia moja kati ya vitu ambavyo huwa vinawatokea watu wengi zaidi. Umezungumza habari za show, nikakumbuka pia moja kati ya vitu ambavyo huwa vinawatokea watu wengi zaidi ni kwamba zile za buu, atelemke wewe afanya nini? Chap kidogo. Ni show gani ambayo unaikumbuka uliwahi kwenda na boom zikapigwa ni watu ashuke? Ilikuwaje hiyo? Asema mimi sijawahi kukutana na hicho kitu cha kisanga hata siku moja. Ni show zangu nyingi mwanangu, kwanza watu naweza nikapanda jukwani mwanangu hapa nikashuka, watu bado wana hamu na mimi.
Si ndio bana? Arudi. Yaani haijawahi kutokea mwanangu eti mimi nikapigiwa kelele jinga toka haijawahi. Okay. Haijawahi toka nimeanza sanaa. Mimi na mkwaju kweli kweli. Sawa, Mobimba. Tumalize na miyayusho time. Maswali fulani ya kimiyayusho yaliyokaa kijanja sasa hivi. Sio kuyajibu pia, inabidi tuendelee straight moja kwa moja. Unajua mimi ndo zangu za moja kwa moja na nyoka. Mobimba imetoka wapi? Mobimba ni jina ambalo kwanza nalipenda sana hilo jina. Ni jina ambalo ni hasa asili yake ni Kongo. Si ndio? Mobimba ni mshikamano. Unatudhibitishia kwamba wewe sio Mtanzania kama ilivyo maneno ya watu kwamba Brother K sio Mtanzania. Unajua wewe nikwambie kitu kimoja. Kuna watu kulingana sana anavyoifanya zile naisimamisha kweli vizuri. Wanaanza bwana hamna Mtanzania anza kafanya hivi bwana. Hii konki mwanangu labda nchi za nje. Huyu mbele huyu. Watu wengine wanasema mimi Marekani. Unashangaa tu mwanangu. Twende miyayusho wa pili. Pasuko kwenye kundi la Futui unasababishwa na Brother K. Kasikika jamaa mmoja kule akimuuliza hilo swali. Kundi la Futui bwana lina mpasuko rafiki yangu. Yaani kundi la Futui tunapendana, tunaishi kama ndugu, watoto kama baba mmoja hivi, tunashirikiana, kila kitu kimekaa vizuri. Yaani nia. Ushikaji wako na Shalbaro wa Kiaya ulikuwa mkubwa zaidi miaka za nyuma kule. Hapa katikati imeonekana kama vile Shalo amekuwa yuko karibu sana na Gongalai na yaani kama vile yuko mita fulani hivi kutoka kwa Brother K. Hii inadhihirisha kwamba ushikaji wenu umekwisha kwa nini? Yule dogo kwanza mimi mdogo wangu yule. Usiona bana. Nimekuja Mwanza nikwambie kitu kimoja ni shortcut na watu wengine wakapengine hawajui. Mimi Mwanza nimekuja ni mgeni kabisa. Sherehe tam mmoja. Alionipokea mtu wa kwanza ni marehemu Mzee Dude. Lakini mtu wa pili akawa Shalobaro wa Kiaya. Ndio kanaonyesha mitaa, kanaonyesha nini na Shalobaro ndio anaenda kunitambulisha kwa familia yake, au sio bana? Yaani familia ya Shalobaro wa Kiaya ndio nikawa kama mimi mtoto pia pale, au sio bana? Msosi ukiiva ile mwanangu umetoka kazini uko msosi umewekewa unapiga fresh. Yaani kama na mimi nikwambia mamake Shalobaro ndio kanikalipa vyombo vya kuanzia maisha wakati natoka kwenda kuanzisha maisha yangu. Kwa mimi ni kama kaka yake na Shalobaro pia ni kama nimezaliwa pale. Okay. Naona bana. Na jana tu mama kanipigia simu tumepiga naye story sana. Yaani kama hivyo, au sio bana? Kwa hiyo dogo hawezi akasema eti ushikaji ya nini. Kuna mshikoni akiwa na mshikaji mwingine kuna tatizo gani? Sana na marafiki wengi. Lakini nitabaki kwa kama pia ndugu yake, rafiki yake, kaka yake. Kwa hivyo. Haina noma bana. Chochote ambacho pengine una plan kuweza kuwaambia sasa hivi watu ambao wanakutazama katika On Target. Yes. Neno lako kubwa ni lipi? Mimi neno langu kubwa mwanangu, endelee kusupport kazi, kusupport wasanii au sio bana, na kitu kingine wasikubali watu wanaoleta maneno kama hayo, sio Brother K na hivi sio hivi hapa. Wenyewe waangalie kazi ndio inaongea, au sio bana? Kwa sababu hata maneno unaweza kaongea maneno mengi afu hakuna hata moja la msingi, lakini waangalie kazi. Hasa tunacheki kazi. Unaweza kababoja maneno tunataka kazi hamna, au sio bana? Lakini unaweza kukaa kimya, mimi nilikuwa naongea tu kwa kazi. Kwa hiyo wasupport kazi, au sio bana? Wamsupport Brother K, au sio? Mobimba mwenyewe tuende nao sawa. Mimi nawapa watu, tawapa washabiki wangu kitu ambacho ninachokipenda na mimi nakubali kuchukua maoni. Wana maoni, wananipa maoni. Umeona? Nimekosea, wananikosoa, au sio bana? Kikubwa ni hicho tu, naomba washabiki wangu tuendelee kushirikiana kama zamani. Yaani tuwe pamoja tu, au sio? Okay. Vile tu. Sawa bana. Hebu mwambie raia ambao wanaamini kwamba Brother K ni Freemason. Alafu utufungie na kipindi chetu hapo. Kwa vile ambavyo wanamfahamu Brother K ni mwigizaji. Bwana, kwanza nikwambie kitu. Sikiliza mzee. Nataka swali langu ulijibu kwa vile ambavyo unaigiza. Sawa. Kwamba watu ambao wanasema kwamba Brother K ni Freemason. Yes. Unijibu kwa vile ambavyo unaigiza, ufunge na On Target ya kweli. Bwana, nikwambia kitu ndugu yangu, Brother K sio Freemason. Umeona bana? Unajua kuna kitu kimoja, sio kila mafanikio lazima uyapate kwa njia za kusema ambazo sio salama. Mungu pia anapotuumba wewe anatuleta duniani na riziki zetu na milango yetu yote ambayo amepanga tutakavyoishi duniani. Kwa hiyo ni swala tu la kumgundua Mungu ni nani, kumcha Mungu na kumuomba Mungu na kila kitu. Ukifanikiwa sio lazima uwe umefanikiwa kwa njia za nini wasema za nini zile za ushirikina. Umeona bana? Kufanikiwa, Mungu anabariki watu kila siku.